Rais wa Marekani Donald Trump ameikosoa vikali Israel kufuatia mashambulizi yake leo iliyofanya katika vitongoji vya kusini mwa mji mkuu wa Lebanon, Beirut, akisema kuwa hatua hiyo haikupaswa kutokea, hasa katika kipindi ambacho mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Iran yanaonekana kufikia hatua nyeti. Kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wake wa kijamii, Trump alisema shambulio hilo linaweza kuhatarisha jitihada za kidiplomasia zinazolenga kuleta utulivu katika Mashariki ya Kati. Trump alisema wazi kuwa shambulio la asubuhi dhidi ya Beirut halikupaswa kutokea, akisisitiza kwamba lilifanyika katika siku ambayo Marekani na Irani zinadaiwa kuwa karibu kufikia makubaliano muhimu ya kisiasa na kiusalama. Hata hivyo, hakuthibitisha moja kwa moja kuwa hati ya makubaliano ya awali kati ya Washington na Tehran itasainiwa rasmi leo, jambo ambalo limeendelea kwa kitovu cha mjadala wa kimataifa. Katika ujumbe wake, Trump alikubali kuwa Israel ina haki ya kujilinda dhidi ya vitisho vya usalama, lakini akaonyesha kutoridhishwa kwa kina namna Israel ilivyojibu kila alichokiita shambulio dogo kutoka kwa kundi la Hezbollah kuelekea kaskazini mwa Israel. Kwa mujibu wa Trump, tukio lililosababisha Israel kujibu kwa mashambulizi dhidi ya Beirut halikusababisha vifo wala majeruhi, jambo ambalo kwake lilifanya majibu yao ya kijeshi kuonekana kuwa makubwa kupita kiasi. Israel ina haki ya kujilinda dhidi ya vitisho, lakini shambulio lililokuwa linajibiwa lilikuwa dogo sana na halikuwa na athari kubwa. Hakuna mtu aliyeuawa, kujeruhiwa, Trump aliandika, kionyesha kwamba hatua ya kulenga maeneo ya Beirut ilikuwa inaweza kuzuilika ili kuepuka kuongeza mvutano wa kikanda. Kauli hiyo ya Trump inaonekana kuwa tofauti na msimamo wa kawaida wa viongozi wengi wa Marekani ambao mara nyingi huunga mkono hatua za kijeshi za Israel bila masharti makubwa ya hadharani. Safari hii Trump ameonekana kuweka msisitizo mkubwa katika kulinda mazingira ya mazungumzo yanayoendelea na Iran, akionya kuwa mashambulizi ya kijeshi yanaweza kuharibu nafasi ya makubaliano ambayo kwa mujibu wake yana uwezo wa kuleta amani pana katika eneo hilo. Trump pia alitoa wito kwa pande zote kujizuia. Alitaka Israel kusitisha mashambulizi zaidi ndani ya Lebanon, huku pia akitoa onyo kwa makundi mengine hasa Hezbollah kuacha mashambulizi dhidi ya Israel. Kwa mtazamo wake, hatua za kijeshi kutoka pande zote zinaweza kusababisha mzunguko mpya wa mapigano ambao utahatarisha matumaini ya diplomasia. Hatupaswi kuona mashambulizi mengine kutoka Israel popote ndani ya Lebanon, lakini pia kusiwe na mashambulizi mengine kutoka kwa upande wote, ikiwemo Hezbollah dhidi ya Israel, Trump alisema, akionyesha hitaji la kusitishwa kwa vitendo vya kijeshi kwa pande zote mbili. Kauli hiyo pia imeibua tafsiri mpya kuhusu upeo wa makubaliano yanayojadiliwa kati ya Marekani na Iran. Wakati baadhi ya maafisa wa Israel walikuwa wameashiria kuwa makubaliano yoyote ya kusitisha mashambulizi yangelenga hasa mji wa Beirut, huko operesheni za kijeshi zikiendelea kusini mwa Lebanon, Trump alionekana kupendekeza kuwa mpango huo unaweza kuwa mpana zaidi na kugusa usalama wa Lebanon kwa ujumla, si Beirut pekee. Iwapo hilo litathibitika, linaweza kuashiria mabadiliko makubwa ya kisiasa na kiusalama katika eneo hilo, hasa kutokana na nafasi ya Iran katika kuunga mkono Hezbollah nchini Lebanon. Wataalamu wa siasa za Mashariki ya Kati wanaona kuwa mafanikio ya makubaliano kati ya Marekani na Iran yanaweza kupunguza mvutano uliodumu kwa miaka mingi kati ya pande hizo zinazoshindana katika ukanda huo. Akihitimisha ujumbe wake kwa sauti ya matumaini lakini pia tahadhari, Trump alisema kuwa hali ya sasa inaweza kuwa mwanzo wa kipindi kipya cha amani katika Mashariki ya Kati ikiwa pande zote zitaepuka hatua zinazoweza kuvuruga mchakato huo. Hii inaweza kuwa mwanzo wa amani ndefu na nzuri, tusiharibu, Trump alionya. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.